Mawakili wa Mahakama Kuu Hekima Mwasipu na Philip Mwakilima wamewasilisha maombi ya dharura ya kisheria yaani habeas corpus Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Mbeya, wakiomba mahakama iamuru mwanaharakati wa mitandao ya kijamii na mwalimu wa shule ya chekechea Clemence Kenani Mwandambo aachiwe mara moja au afikishwe mahakamani ili kujibu sababu za kuendelea kushikiliwa kwake. Mwandambo ambaye hivi karibuni amejijengea umaarufu kupitia ukosoaji wake wa masuala ya kijamii na kauli yake inayosambaa mitandaoni anachoka mimi mzee wenu Mwandambo, anadaiwa kushikiliwa na jeshi la polisi tangu Disemba 29, 2025 bila kufunguliwa mashtaka, bila kupewa dhamana na bila kufikishwa mahakamani. Kwa mujibu wa nyaraka za mahakama zilizowasilishwa Januari 9, 2026, mawakili hao wanahoji kuwa kuendelea kumshikilia Mwandambo ni kinyume cha sheria na kuna kiuka kwa kiwango kikubwa haki zake za kikatiba, hususan haki ya uhuru wa mtu na haki ya kufikishwa mahakamani ndani ya muda unaotakiwa kisheria. Katika hati ya dharura inayoambatanishwa na maombi hayo, inaelezwa kuwa Mwandambo amezuiliwa kwa muda unaozidi saa 48 zinazoruhusiwa na sheria bila kufikishwa mahakamani. Mawakili hao pia wanadai kuwa polisi wamewanyima fursa ya kuonana na mteja wao pamoja na kuwazuia ndugu na familia yake kumtembelea. Imeelezwa kuwa mke na watoto wa Mwandambo ambao yeye ndiye mtegemezi wao mkuu hawajapata nafasi ya kumuona tangu alipokamatwa. Katika kiapo affidavit inaelezwa kuwa Mwandambo alikamatwa kwa mara ya kwanza Novemba 2025 kwa tuhuma za kusambaza taarifa za uongo. Kisha aliachiliwa kwa dhamana ya polisi. Hata hivyo, alikamatwa tena Disemba 29, 2025. Katika kiapo affidavit inaelezwa kuwa Mwandambo alikamatwa kwa mara ya kwanza Novemba 2025 kwa tuhuma za kusambaza taarifa za uongo. Kisha aliachiliwa kwa dhamana ya polisi. Hata hivyo, alikamatwa tena Disemba 29, 2025 alipofika kituo kikuu cha polisi Mbeya kutekeleza masharti ya kuripoti kama ilivyokuwa imeelekezwa. Upande wa utetezi umeeleza kuwa walipoomba dhamana kwa mara ya pili, maafisa wa polisi walimtaja Mwandambo kuwa ni mkaidi na kudai kuwa alikuwa mwenye kuelewa kwa shida maelezo ya polisi. Aidha, mawakili hao wanadai kuwa waliambiwa na maafisa wa ndani ya kituo kuwa walikuwa wakitekeleza maagizo ya juu na kwamba ruhusa kutoka kwa mkuu wa jeshi la polisi nchini ilihitajika kwa mtu yoyote kumuona. Taarifa ni kwamba IGP, RPC Mbeya na DPP kikaangoni Mwandambo kushikiliwa. Mawakili wawili wa serikali wamewasilisha maombi ya dharura ya kisheria ya Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Mbeya wakiomba mahakama iamuru mwanaharakati Mwandambo ambaye pia ni mwalimu aachiwe mara moja au afikishwe mahakamani. Nini maoni yako? Hizi ni baadhi ya comment kufuatia taarifa hii. Moja kati ya wadau ameandika, huyo mzee ni mpuuzi, kajitakia mwenyewe. Huyo Mwandambo sijui mnamuita. Mtu mwingine ameandika, tumia nguvu zako kuleta suluhisho, si mgogoro. Kumbuka amani ya taifa ni msingi wa maendeleo. Kumbuka amani ya taifa ni msingi wa maendeleo ya kila mmoja wetu. Mtu mwingine ameandika, haki si fadhila ya kuombwa. Mtu kushikiliwa zaidi ya saa 48 bila mashtaka, bila dhamana na bila kufikishwa mahakamani si utekelezaji wa sheria, bali ni dhulum ya wazi. Mtu mwingine ameandika, ameweka emoji anacheka. Mtu mwingine ameandika, nachoka mimi. Hizo ndizo baadhi ya comment. Hii ni VOT Media, hakika sisi tumechangamka. Nini maoni yako?